Adamu alichagua kuamini au kujitambua na kujiona mdhambi na muasi. Halo, alipojitambua hivyo, ina maana ndo hivyo akawa muasi yeye. Sasa iko hivi, unajua kuzaliwa ni kujitambua. Halo, hebu sema kuzaliwa ni kujitambua. Ndiyo maana maandiko yanasema hivi kwenye kwenye Warumi sura ya 5 mstari wa 19, inasema yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu. Inasema yeye kwa kupitia mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti. Sawa, na watu wote wamekuwa wenye dhambi. Mstari wa 12. Mstari wa 19 unasemaje? Inasema kwa kutii kwake mtu mmoja. Kwa kutii kwake mtu mmoja watu wote tumeingizwa katika hali ya wenye dhambi. Okay? Niko sawa? Warumi sura ya 5 mstari wa 19. Sawa? Sinasema hivyo, wote unasoma hiyo? Aha. Sasa kumbuka tunachozungumzia hapa, kuzaliwa ni kujitambua. Halo, na wewe ulivyojitambua ndo umezaliwa kwenye hicho ulichojitambua nacho. Ndiyo maana maandiko yanasema hivi, kwake mtu mmoja watu wengi tumeingizwa katika hali ya wenye dhambi, ya wenye haki. Kama vile kwa kukosa kwa mtu mmoja watu wengi tuliingizwa katika hali ya wenye dhambi, kwenye condition ya kuwa na dhambi tuliingizwa. Kwa nini? Hatukuwa tumezaliwa sisi katika hali hiyo. Oh my God. Unasikia? Kuzaliwa ni kujitambua. Hivi Adamu wakati anaingia katika hali hiyo, wewe unajitambua? Unajua chochote kuhusiana na Adamu alivyokuwa na alichofanya? Ndio maana hiyo inasema umeingizwa, sio umeingia. Kwa sababu ili wewe umeingia, unatakiwa wewe ndo wewe umezaliwa. Na ili wewe umezaliwa ni pale umejitambua kwenye hicho. Naeleweka vizuri? Ndio maana inasema tumeingizwa. Kama vile waraka kwenye Wakorinto wa kwanza, kwenye Wakorinto wa pili sura ya 5 mstari wa 21 inaposema yeye asiyeijua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Yeye asiyeijua dhambi, ina maana Yesu hakufanywa mwenye dhambi kwa sababu haijui dhambi. Kwa hiyo Yesu hakuzaliwa kwenye wazo lake kwenye dhambi. Oh my God. Unanielewa hicho ninachosema? Yesu hakuzaliwa kwenye wazo la dhambi. Kwa hiyo Yesu hakuwa na wazo la dhambi, ila alifanywa kijumla jumla. Sasa kufanywa lazima kuwe kuna mfanyaji. Kwa hiyo kama alifanywa na Mungu, ni wewe unayeamini Yesu sio Mungu. Lakini wewe unayeamini Yesu ni Mungu, alifanywa na Mungu gani na nani? Kwa mwenye dhambi. Ina maana hapo utagundua yeye alijifanya. Halo? Ina maana haijui dhambi, hajitambui kwenye dhambi, ila alijifanya. Kwa ajili gani? Unafikiri kwa ajili yetu kivipi? Kwa nini hajifanye mwenye dhambi kwa ajili yetu? Kwa nini? Sisi ndo tulijitambua tuna dhambi, au sisi ndo tulizaliwa wenye dhambi? Kwa hiyo sisi tulivyozaliwa kwa maana ya kujitambua tuna dhambi, na wakati Yesu anajua kwamba ni uongo, hakuna kitu kinachoitwa dhambi. Hata hilo jina tumebatiza wenyewe, kwa sababu hata pale mwanzo haitajwi dhambi. Mungu alisema umekula matunda niliyokuagiza usile, hakusema umefanya dhambi. Kwa hiyo hata dhambi ni sisi tumejitungia hilo jina. Ndio maana yeye asiyeijua. Kwa hiyo mpaka Yesu Kristo anakuja hapa ulimwenguni bado haijui. Okay. Kwa hiyo kumbe sisi ndo tuliitaga hata hiyo inaitwa nini? Sasa sisi ndo tulizaliwa kwenye mawazo yetu kujitambua tuna dhambi. Kwa hiyo tulizaliwa kwenye kujitambua tuna dhambi. Kwa hiyo hiyo ni hali iliyo kwenye awareness yetu, hali ya kujijua tuna dhambi hii mawazoni mwetu. Kwa hatufanyi kwenye kitendo ili kuwa wenye dhambi kwenye mawazo yetu, ila ni wenye dhambi mawazoni mwetu. Ndiyo maana mawazo yanayotendesha miili yetu yanatutendesha katika hali hiyo ambayo tunayo tayari tumejitambua nayo ndani. Nimetoa mfano wa kioo kwa watu wanaoomba msamaha wa dhambi. Ni kama ona mimi reality nikijitazama kwenye kioo najiona reflection, matokeo ya mimi niliyo mbele ya kioo. Sasa kioo ni matokeo ya mimi, au naweza nikaita ni matendo ya mimi ambaye niliye mbele ya kioo. Kwa hiyo mimi nikiwa na masizi hapa, nikachukua kitambaa changu, kwa sababu na masizi hapa, nikitazama kwenye kioo naona huyo mimi Godwin anayeonekana kwenye kioo ana masizi. Nikachukua kitambaa changu
nikaanza kumfuta Godwin masizi yake, masizi ambayo yako kwenye picha kwenye kioo, nikaanza kufuta hapa, siwezi kufanikiwa milele. Ndio watu wanaoomba msamaha wa dhambi ndio wanaojaribu kufuta hiyo dhambi kwenye reflection. Mawazo yako ndo yana masizi, ndo yanayokuonyesha una masizi kwenye matendo yako. Sasa wewe unapojaribu kufuta kwenye matendo yako, wakati wewe reality haufutiki, unafikiri utafanikiwa? Ili nifanikiwe kufuta masizi yaliyo kwenye picha yangu yenye kioo, natakiwa nifute wapi? Kwa hiyo dhambi ikifutwa kwenye mawazo yetu inafutika hapa bila mapambano. Dini imetuambia tupambane kufuta masizi yaliyo kwenye picha iliyo kwenye kioo, wakati kwenye uhalisia wa hiyo picha ambayo inaonyesha kwenye kioo iko vile vile na ndio ina masizi. Kwa hiyo tumebaki hapo tunafanya jambo hili, na hatutaka tufanikiwe mpaka mitazamo yetu ibadilike. Ndio maana wokovu ni kubadilisha mawazo yetu. Sasa ikiwa ni hivyo, Yesu hakufanyika mwenye dhambi kwa sababu hakujitambua kwenye mawazo yake na dhambi. Sisi ndo tulifanyika wenye dhambi kwa kujitambua kwenye mawazo yetu tuna dhambi. Sasa Yesu anapokuja, anakuja kufanyika mwenye dhambi, kujifanya mwenye dhambi, kwa sababu mwanadamu alikuwa anadai namna ya dhambi ile itaondolewaje, kwa sababu tayari ameshajijua kwenye mawazo yake ana dhambi, kwa ana hali ile. Hali ya kuiondoa awareness ya mtu itoke kwake bila asijitambue hivyo, lazima uingie kwenye ukweli ambao umempa vielelezo vya kujitambua hivyo. Kwa hiyo Yesu akafanyika mwanadamu, halafu maandiko yanasema akafanyika mwenye dhambi kwa ajili yetu. Ina maana akaamua kujifanya anaijua, lakini ukweli haijui. Kwa hiyo akajifanya anaijua, kitendo cha kujifanya anaijua, ili sasa yeye awe qualify kwenye kuzaliwa kwake, awe hajahusishwa na dhambi, kwenye kuishi kwake awe hajahusishwa kuonekana kwenye matendo yake kulitokea dhambi, kuonyesha alikuwa na dhambi ndani yake, kukaonyesha hakukuwa na hali hiyo. Kwa hiyo hali hiyo ikawa imetuma ujumbe kwenye fikra njema za wote wawezao kufikiria na kuelewa vizuri kwamba huyu ni pekee ambaye hana dhambi. Kwa hiyo huyu sasa kitueleza namna gani ameweza kuishi bila dhambi kumpa uharibifu. Huyu pekee tunaweza tukamwamini katika atakachotuambia. Halo. Na kwa sababu maandiko yalikuwa yameshaandikwa kwa wingi kwamba dhambi inadai kifo, pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo, na kinachotakiwa kuchinjwa ili kiondoe dhambi ni mnyama, na huyo mnyama anatakiwa asiwe na mawaa, manake hana dhambi, hana uharibifu wowote. Kwa hiyo Yesu Kristo anapokuja asiye na dhambi kabisa, ile damu ya mnyama iliyokuwa inafunika dhambi mwaka, Yesu anakuja kama mwanadamu mwenye damu ambaye anakuja kuimwaga sasa kwa ajili ya binadamu, na ile damu anapoimwaga ni uhai wa Mungu ulikuwa kwenye damu. Kwa hiyo damu ya Yesu inapomwagika ni kuonyesha uhai wa Mungu umemwagwa. Kwa hiyo anatoa fursa kila mtu aamini, apokee hayo maisha ambayo mmeyashuhudia ninapoishi, hakuna nilipokosea. Apokee hayo maisha na nyinyi mtaishi bila makosa kama ambavyo nimeishi. Nimeyatoa hayo maisha kwa njia hii. Badilisheni mtazamo ili mzaliwe sasa katika maisha mapya. Sasa hapa wote tuko watu wazima, hatuzungumzii kutoka kwenye wazo la Mungu, tulishatoka huko, haturudi huko. Hatuzungumzii kutoka kwa Adamu, tulishatoka huko. Hatuzungumzii kutoka tumboni kwa mama, tulishatoka huko. Tunazungumzia kwenye kujitambua sasa hivi. Wewe anza safari ya kuanza kujitambua katika maisha ya Kristo. Anza kujitambua maisha ya Kristo, mfano wake ule pale. Kristo ni mwenye haki, anza kujitambua ni mwenye haki, huko ndo kuzaliwa mara ya pili. Anza kujitambua wewe mtakatifu, huko ndo kuzaliwa mara ya pili. Anza kujitambua wewe mshindi, huko ndo kuzaliwa mara ya pili. Anza kujitambua wewe ni kweli, huko ndo kuzaliwa mara ya pili. Anza kujitambua wewe ni amani, huko ndo kuzaliwa mara ya pili. Anza kujitambua wewe umebarikiwa, huko ndo kuzaliwa mara ya pili. Kwa hiyo mchakato ambao sasa hivi unatakiwa kufanya unao sasa hivi, jitambue mara ya pili. Mara ya kwanza umeshajitambua, wala sitaki kuongelea kuhusu hilo sana, lakini nitakueleza, nitakuwekea pale habari za Adamu wa kwanza na habari za Adamu wa pili, utachukua utaona. Lakini sasa hivi hebu safari yako iko upande mmoja. Tumejitambua kwenye familia zetu tulipo saini, kwenye mawazo yetu, sio kwamba kupitia Adamu, ila kwenye mawazo yetu. Lakini ilikuwa rahisi kwa sababu inborn character ya hali ya kuzaliwa na Adamu tulikuwa na hali hiyo. Haikuchukua muda mrefu sana kujitambua katika hali hiyo. Amen. Tuna chance hii ya pili, kuzaliwa kwa mara ya pili.
Oh, haleluya, haleluya. Sasa anapozungumzia kuzaliwa mara ya pili, huwa inaongelea kuzaliwa mara, inazungumzia kuzaliwa na Adamu na kuzaliwa na Kristo, haiongelei hizo sehemu zingine zote. Umenielewa vizuri? Tunapozungumzia kuzaliwa mara ya pili, inazungumzia kuzaliwa na Adamu wa kwanza na Adamu wa pili. Hizo ndo zinazozungumziwa, haiongelei ulikotoka, ulikokuwa kwenye wazo la Mungu, haiongelei inaongelea kwa Adamu, haiongelei kuzaliwa kutoka kwenye tumbo la mama kabisa. Haiongelei kutoka kwa Mungu, haiongelei kutoka kwenye tumbo la mama. Inazozungumza kuzaliwa mara ya pili, inazungumza kuzaliwa na Adamu wa kwanza na kuzaliwa na Adamu wa pili. Kwa hiyo kwa kuzaliwa tu tumezaliwa na Adamu wa kwanza, ndio maana tunadaiwa kuzaliwa mara ya pili. Sasa huku kuzaliwa mara ya pili ndio kunaitwa kujitambua. Halo, ndio maana ulipojitambua ukawa mwenye dhambi. Aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Haleluya sana.